Rais wa Marekani Donald John Trump amemshambulia kwa ukali kansela wa Ujerumani Friedrich Merz katika mzozo unaozidi kukua wa kisiasa na kijeshi kati ya Washington na Berlin, akipinga vikali kauli za Merz kuhusu namna Marekani inavyoshughulikia suala la Irani na hatari ya silaha za nyuklia. Kupitia ujumbe kwenye mtandao wake Truth Social, Trump hakuficha hasira zake, akimshutumu Merz kwa kile alichodai kutokuwa na uelewa wa kina wa tishio la Irani. Kwa mtazamo wa Trump, kauli za Merz zinafanana na kuruhusu Irani kupata silaha za nyuklia, jambo ambalo Marekani inaliona kama mstari mwekundu usiovukwa. Kauli hiyo imechukuliwa kama ishara ya kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani na mojawapo ya washirika wake muhimu barani Ulaya. Chanzo cha mvutano huo ni kauli ya hivi karibuni ya Merz aliyetoa ukosoaji mkali dhidi ya sera za Marekani, akisema kuwa matumizi ya nguvu za kijeshi dhidi ya Iran yanaweza kuongeza hatari ya vita vya kikanda badala ya kutatua tatizo. Merz alisisitiza kuwa njia ya mazungumzo, mikataba ya kimataifa na usimamizi wa taasisi za kimataifa ndiyo njia sahihi zaidi ya kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Alionya kuwa hatua za haraka za kijeshi zinaweza kusababisha matokeo yasiyotabirika, ikiwa ni pamoja na kuingiza mataifa mengi katika mgogoro huo. Hata hivyo, Trump amekuwa akishikilia msimamo mkali wa moja kwa moja tangu kuanza kwa operesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya miundombinu ya Irani. Amesisitiza kuwa Irani imekuwa tishio la muda mrefu kwa usalama wa dunia, akitaja tuhuma za kuendeleza programu ya nyuklia na kuunga mkono makundi yenye msimamo mkali katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa Trump, kuchelewa kuchukua hatua kali kungeipa Irani nafasi ya kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na hatimaye kufikia silaha za nyuklia. Katika muktadha huo, Israel imekuwa mstari wa mbele kuunga mkono msimamo wa Marekani. Serikali ya Israel imekuwa ikionya kwa muda mrefu kuwa Irani ikiwa na silaha za nyuklia ni tishio la moja kwa moja kwa uwepo wake, na hivyo imekuwa ikiunga mkono hatua za kijeshi au shinikizo kali dhidi ya Teherani. Hii imeifanya Israel na Marekani kuwa karibu zaidi katika msimamo wao, tofauti na baadhi ya nchi barani Ulaya. Kwa upande mwingine, Ujerumani na washirika wake kadhaa wa Ulaya wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kulinda makubaliano ya kimataifa ya kudhibiti silaha za nyuklia na kuendeleza diplomasia. Wanaamini kuwa shinikizo la kijeshi linaweza kuharibu kabisa juhudi za miaka mingi za kidiplomasia na kusababisha Irani kujitoa kabisa katika makubaliano hayo, jambo ambalo linaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona mgongano huu kama dalili ya mpasuko unaokuwa ndani ya kambi ya Magharibi. Kwa muda mrefu, Marekani na Ulaya zimekuwa zikishirikiana kwa karibu katika masuala ya usalama duniani, lakini tofauti za kimkakati kuhusu Irani sasa zinaonekana wazi zaidi. Baadhi ya wachambuzi wanaonya kuwa kauli kali za hadharani kati ya viongozi wakuu zinaweza kudhoofisha mshikamano wa NATO na kupunguza ufanisi wa hatua za pamoja dhidi ya changamoto za kimataifa. Aidha, kuna hofu kuwa mvutano huu wa kisiasa unaweza kuathiri masoko ya kimataifa, hasa sekta ya nishati. Mashariki ya Kati ikiwa ni kitovu cha uzalishaji wa mafuta duniani, ongezeko la mvutano linaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuathiri uchumi wa nchi nyingi, ikiwemo zile za Ulaya ambazo zinategemea sana nishati kutoka nje. Kwa ndani ya Marekani, kauli za Trump pia zimechochea mjadala mkali kisiasa. Wapo wanaomuunga mkono wakisema kuwa msimamo wake mkali ni muhimu kulinda maslahi ya kitaifa, huku wengine wakikosoa wakisema kauli zake zinaweza kuongeza mvutano na kuharibu uhusiano wa muda mrefu na washirika wa kimkakati kama Ujerumani. Kwa ujumla, mzozo huu wa maneno kati ya Donald Trump na Friedrich Merz umeibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa diplomasia ya kimataifa katika wiki za hivi karibuni za mvutano mkubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV.